miongoni mwao kuna majini, miongoni mwao kuna malaika. Majini hawana nafasi kama sisi ya kuchunguza chochote cha Mwenyezi Mungu. Sisi na majini kazi yetu ni kumwabudu Mungu tu, hatupaswi na chengine. Lakini malaika ni wajumbe wa Mungu, wanamtumikia Mungu katika kutekeleza. Ni kama vile serikali kuna rais na wizara zake. Sasa wizara za Mwenyezi Mungu, malaika, wanawachuoni na kadhalika. Sasa kwa nini nimenyanyuka na maneno haya? Unavyoishi katika hii dunia ndivyo unavyopokelewa, kama alivyosema kijana, kwamba ogopeni siku ambayo mtarudishwa, siku ya Kiyama. Kwa sababu sisi tunaishi na katika maisha tumepewa uhuru wa kufanya mengi, lakini tukawekewa sheria. Katika yale tunayoyafanya lazima tuishi katika sheria, na moja ya sheria ni kauli hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anapokufa ndugu yako ukaanza kueleza mabaya, waingia kwenye dhambi nzito katika sheria. Moja ya mema ya mzee huyu, yani kabla sijasema, ni nukuu hadithi ya Mtume ya Anas bin Malik. Anas bin Malik anasema, marru bijanazatin fa afnau alayhi khairan faqala sallallahu alayhi wasallam fawajabat. Hadithi katika Riyadha Salihina na vitabu vingine. Siku moja Anas na maswahaba na Mtume walipita mahala, wakawakuta watu wako kwenye janaza, wanamuandaa mtu na kumswalia, kumpeleka katika kaburi yake. Wale watu wakawa wanaeleza sifa nzuri za yule marehemu. Baada ya Mtume kusikia zile sifa nzuri, akasikika anasema fawajabat, inastahiki au anastahiki. Thumma marru bi ukhra, kisha wanaendelea na safari, wakakuta janaza jengine mbele. Fa afnau alaihi sharran, wale watu waliowakuta wa mwingine ikawa wanatoa sifa mbaya, wanaeleza shari, maneno mabaya, habari mbaya kwa yule marehemu. Mtume akasikika vile vile fawajabat, kasema anastahiki. Katika moja ya wale maswahaba Umar ibn al-Khattab alikuwepo. Kala Umar akasema kumwambia Mtume, ma wajabat ya Rasulullah, hebu tafsiri ya hili neno. Na hapa tunafundishwa kitu. Ukimsikia mtu kasema neno, muulize akupe tafsiri ya lile neno, kazungumza kupitia njia gani? Sasa hivi mitandaoni mashekhe wanaradiana kweli kweli. Mtu akisema kidogo tayari mwingine kaeka anamjibu, bila kukaa pamoja wakaulizana, kwa nini umesema vile, umepitia njia gani? Elimu ni bahari. Hata kama bado amekosea, lakini basi sio kwa njia hizo za kutiana aibu mitandaoni. Sasa Umar akamuuliza Mtume, kwa nini umesema hivi? Ma wajabat, nini maana yake? Mtume akasema, hadha afnaitum alaihi khairan wajabat lahu aljanna, huyu ambaye watu wamekaa wakaeleza sifa zake nzuri anastahiki kutiwa peponi, kwa sababu kaelezewa sifa zake nzuri kwa matendo yake ambayo alokuwa akiishi nayo katika dunia hii. Wa hadha athnaitum alayhi sharran wajabat lahu an-nar, na huyu ambaye mmekaa mkamsifia sifa mbaya, sijui alikuwa hivi, alikuwa mzinifu, alikuwa mchawi, alikuwa na kadhalika, anastahiki kutiwa motoni. Kwa nini? Antum shuhadaullahi fil ardhi, nyinyi wote ni mashahidi wa Mungu katika ardhi. Ndugu yako akiwa mlevi, we ni shahidi, wajua ndugu yangu analewa.
hata kabla malaika hajapitia.